Ninayo mambo mengi ya kumshuhudia Mungu kutokana na family hii hapa ya Nabii Sanga. Kuanzia 2017 tulikuwa tunakuja kusali hapa, na wakati ule kulikuwa na mkesha. Ijumaa tulikuwa na mkesha. Alafu Jumatano ilikuwa tunamuona one by one. Yeah. Na mimi wakati ule nilikuwa nimechoka sana waliokuwa wananiona. Baada ya kutoka madhabahuni hapa tumesali jioni ile mwisho, nabii akawa ameenda pale kupumzika pale. Kwa hiyo na mimi nikaenda pale, nikawa nimepewa epo hapa, nikamfuata. Nikamwambia, "Nabii, nasumbuliwa na sukari, nitafanyaje?" Akasema, "Jambo dogo hilo ndio una nini?" Nakumbuka kulikuwa na maji ya Kilimanjaro madogo. Akasema, "Sasa hiyo nao ilikuwa ni tatizo hilo. Mbona una imani?" Akachukua yale maji, akachukua chupa ya kwanza ile, akaiombea, akafungua, akasema, "Kunywa." Nikanywa. Akachukua nyingine, akaiombea, akasema, "Hii utaenda nayo nyumbani. Alafu kesho ukapime." Nikaona, mbona kama huu mtego, sukari sumbuka hivi, ananiambia kesho nikapime. Nikasema, "Hapana. Nisije nikamwaibisha nabii wa Mungu." Wakati ule na mimi imani ilikuwa ndogo. Nikasema, "Kesho siendi kupima. Ngoja ikae kama siku 3, 4, 5 ndio nitaenda kupima." Kweli nikanywa yale mengine, nikaenda nayo. Akasema, "Nabii amesema nikapime kesho." Hata ni tutatafutana ubaya. Basi kaacha siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 5 nikaenda kupima. Kupima 5. Nikashangaa. Nafikiri mnaelewa ugonjwa wa sukari unavyotesa watu. Una mateso makubwa sana. Nikasema 5. Nikakaa siku ya pili. Nilikuwa na vidonge na meza kila siku. Nikaacha. Nilikuwa nimeacha kabisa. 5. Nikakaa. Baada ya wiki tena nikaenda kupima 5. Nikasema, "Hapana. Ngoja ninunue mashine yangu mwenyewe." Kila baada ya wiki nikipima 6, zile za kawaida sasa. 5, 6. Ikaendelea hivyo hivyo, ikawa ndio utaratibu wangu wa maisha. Nikamshukuru Mungu sana. Ushuhuda wa pili, nilikuwa nakuja hapa kusali, lakini nilikuwa sisemi kitu. Nabii akawa ananiambia, "Bana, wewe una shida na mke wako. Mke wako yuko wapi?" Naambia, "Yuko safari." Nasema, "Kuna shida." Nasema, "Mimi haya mambo sitaki. Kwanza mimi mwenyewe na mimi simtaki. Mimi nataka mambo yangu mwenyewe. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mambo yangu mwenyewe." Tukikaa kidogo tena nikasema, "Ukikaa huku hapana." Nikawa nakaa kule. Akizunguka, "Where is your wife?" Ananifuata kule, "Where is your wife?" Kaambia, "Yuko safari." Anasema, "Hapana. Kuna shida, moto unawaka kule." Sasa akapotezea tena. Jumapili ya, "Hello brother. Where is your wife?" "Namtaka wife wako hapa. Naona kuna shida." Na kweli mambo yalikuwa yamesharibika sana. Basi nikamwambia mke wangu, "Bana, twende kwa nabii. Ameniambia kuna shida na mimi naiona shida, na wewe kwanza mwenyewe atuelewani." Akakubali, akaja. Tukaja hapa, akatupatanisha, akatupa neno zuri sana, tukapatana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hiyo pia. Kwenye swala la sukari ikaja COVID sasa. Ilipokuja COVID wakawa wananiambia nikipima napata 5, 6. COVID wakawa madaktari wananiambia, "Bana, wewe kwa umri wako anza tukumeza dawa, kwa sababu sukari huwa ina mtindo wa kudanganya, lakini inaweza kaja ikakupiga na jicho, ikakupofua macho." Kajiwazia, nikasema kweli kama Bwana Yesu mwenyewe ameweza kunitibu, alafu COVID ndio ije eti kwa sababu ya COVID ndio ije rudishe sukari. Nikakataa kabisa, nikasema kama Yesu mwenyewe amenitibu, basi sukari itaanza kumpiga Yesu, alafu ndio ije nipige na mimi. Nilikuwa nakuja na bwana mmoja hapa kwanza nilikuwa nakuja na bwana mmoja amekatika mguu, kama mnakumbuka, alikuwa anakuja kuombewa. Lakini nikawa nakuja tena, yule bwana amezunguka sehemu nyingi kutibiwa, hata siku moja hakupata suluhu yoyote.
Lakini hivyo mleta hapa siku ya Jumatano, siku ilikuwa kumuona one by one, yule bwana hivyo guswa akalipuka mapepo mpaka tukashangaa tumemshika na nguvu za hatari sana. Kwa hiyo naye alipata nafuu, anaendelea vizuri. Huo nao ni ushuhuda. Mtu mwingine alikuwa anakuja naye hapa anaitwa Ayubu, yeye alikuwa Muislamu. Tulikuwa tunakuja naye hapa kusali Ijumaa kwenye mkesha, asubuhi tunapata epo, anaondoka. Akawa na imani kubwa sana. Ikawa tukitoka hapa tunaenda hivi, anakuta kule mabodaboda. Kwanza hapo naomba nisimame kidogo. Mimi nishaenda kule Scone, kule kwa TB Joshua mara 2, 2014 na 2015. Yaani mambo niliyokuta kule ndio, yani uwepo wa Mungu wa kule na hapa huko vile vile. Kwa hiyo msio na wasiwasi, uwepo wa kule ndio uko hapa vile vile. Yule bwana yule Ayubu, tukiwa tukienda hivi tunakuta kule mabodaboda wengi wamekaa pale, wanapiga makelele. Anasema hivi, wale kwa nini wasiende pale kwa Nabii Sanga? Yaani anashangaa, anasema kwa nini wasije? Kwa nini, yani hapo ni karibu, hamna tena nauli. Kwa nini wasije wakakomboleka hapo na maisha magumu? Na mara mwisho yule bwana nilikutana naye alikuwa hana kazi, alisoma electronics, lakini alikuwa hapati kazi. Yeye anaishi Mozambiki. Lakini sasa hivi amepata kazi nzuri sana. Mambo yote pale ofisini kwao wanayotakiwa wafundishwe, yeye ndio anachukuliwa, anapelekwa Israeli, anakafundishwa ili aje awafundishe yeye. Mara mwisho nikutana naye airport, alinikumbatia akalia sana. Anasema yeye atatafuta nafasi mwenyewe aje hapa atoe testimony. Yaani mnajua kwa nini alilia? Mnajua kwa nini alilia? Hamjui. Yaani alilia, anasema yaani Yesu anapendelea, anasaidia hata Waislamu. Kwa sababu yeye alikuwa Muislamu. Alilia sana, anasema yaani Yesu anakomboa hata Waislamu. Sasa hivi amebadili, ni Mkristo, lakini wakati ule kwa Muislamu. Basi naomba shuhuda yangu ya mwisho. Nilimuuliza nabii, nilikuwa napenda sana kusoma neno la Mungu. Nikamuuliza, mbona nikisoma baadaye vezi hazikai? Kwa sababu mimi naelewa Mungu anakaa kwenye neno lake. Akacheka kidogo, alafu akaniambia, tafuta uso wa Mungu. Namshukuru Mungu sasa hivi nikisoma, yani vezi zinakaa, yani neno la Mungu linakaa. Naweza hata nikawaambia watu wengine. Nashukuru sana kwa hiyo, namshukuru sana. Na mwisho, jambo la kushangaza, nilikuwa sijaonana na nabii kuanzia 2018. Juzi nilikuja kusali hapo usiku, akaja ghafla, alikuja ghafla tu. Jamani, lile eneo msilichezee jamani. Kama mtu ana shida, njoo pale saa yoyote. Kuna majibu ya kutosha pale. Mimi hata usiku nakuja mwenyewe pale. Juzi nimekuja nikakutana na nabii hapa. Nimemaliza kusali nikaja kumsalimia, nikamuuliza, Bwana Yesu apewe sifa. Shalom. Kaambiwa, unanikumbuka? Kwa sababu nabii anakutana na watu wengi mno, anasafiri. Hasa kuanzia 2018. Kaambiwa, unanikumbuka? Nisikukumbuke wewe? Wewe fulani. Wewe hivi na hivi. Roho ikapigwa shoki. Nikasema, kweli Baba hawezi kusahau watoto wake hata kama wamepotea. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la msingi sana naomba kila mtu aondoke nalo leo. Mjifunze kusamehe. Ukiona ndani ya moyo wako unasema kwamba huyu, kwanza kuna roho hizi mbili. Roho ya mchafu, nafikiri mnamjua, na kuna Roho Mtakatifu. Ukiona ndani ya roho yako mtu amekuuzi, ukasema
ngoja nimsamehe, achana naye na nini. Huyo ni Roho Mtakatifu. Na ukisikia kwamba huyu siwezi kumalizana naye, huyu sikubali, huyu wewe subiri, nikipata hata pesa nitamtumia majambazi, au nikifanikiwa siendi kumsalimia, wewe subiri tu, nikipata nini. Yule ni Lucifer mwenyewe, yule ni Lucifer mwenyewe. Kwa hiyo sasa light na darkness havishirikiani, giza na mwanga havishirikiani. Chagua hiki kimoja, aidha giza au mwanga. Kwa hiyo sasa ile inayosema ngoja nimsamehe aishe, huyo ni Roho Mtakatifu. Sasa ukiona umeshindwa kusamehe, ujue unazunguka na shetani ndani. Utakuwa unaomba vitu vizuri, haviji, kwa sababu unaomba mwanga, wewe una giza, una Lucifer ndani, unamwomba Yesu, Yesu nini, utaombewa kila sehemu, lakini ndani umeshindwa kumsamehe mtu. Ndani mle kuna shetani mwenyewe, baba lao. Kwa hiyo vitu utakavyokuwa unaomba huwezi kupata, utakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo jifunze kusamehe. Naweza kutoa mfano mmoja. Kuna daktari mmoja kule Bunju tulikuwa tumemfuata. Yeye anaumwa, yuko kitandani. Aongei na mdogo wake. Mwambia jamani, sasa uko hivi basi mpatane. Sema mimi siwezi, haiwezekani kabisa, haiwezekani. Tukaenda bana, msamehe. Yesu mwenyewe aliteswa, hakuwa na kosa lolote. Kateswa mpaka akavuliwa nguo. Lakini kabla ya kufa akasema, wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Stefano, mtu mwenye haki, alipigwa mawe bila kosa, lakini kabla ya kufa aliangalia juu, akamwona Yesu. Akasema wasamehe. Yaani unajua kabisa usiposamehe uendi mbinguni. Basi akalainika kidogo, akasema basi mimi namsamehe, lakini nikipona ngoma pale pale. Tukamwambia msamaha gani huo? Sasa huo ni ushetani. Tukaendelea kumpa mifano na nini. Basi akasema basi ngoja nimsamehe. Tukamuuliza kwani wewe alikosea nini? Anasema mimi aliniambia mchawi. Nikamwambia basi wewe niambie mimi mchawi, hebu niambie mchawi. Akasema sasa wewe sitakuwa nakwambia tunataniana. Inawezekana yule alikutania, hamna, yule ni mdogo wangu. Nikamwambia niambie mchawi. Akasema mchawi, tena mchawi. Mbona sijadhurika? Kwa hiyo msamehe. Kwa hiyo ndio jamaa akalia, akatoa machozi pale, akasamehe. Lakini baadaye alikuja kupona. Kwa hiyo kusamehe, mjifunze kusamehe. Usiposamehe ujue umembeba mwenyewe nani yule? Baba lao. Kwa hiyo utaomba vitu vizuri, utopata. Utaendelea kuhangaika, utawekewa mikono, utahama kanisa hili na hili. Kumbe hapa ni sehemu sahihi sana. Hapa yupo Mungu mwenyewe, yupo Yesu Kristo mwenyewe, Roho Mtakatifu yupo hapa, Roho Mtakatifu mwenyewe yuko hapa. Mungu Baba yuko hapa. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yuko hapa. Sasa utatapatapa, kumbe wewe umeshindwa kumsamehe mdogo wako, unasema wewe mwache tu. Lakini unakuja hapa unasali haleluya, 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 lakini moyoni unasema nitamnyosha tu. Pale unapoteza muda. Yaani samehe na sahau. Samehe na sahau. Amen. Ya pili, ushauri wa pili. Jamani, naomba tusome neno la Mungu. Tusome neno la Mungu. Yaani alafu sio umetoka huko umechoka. Nishaona wazee wengi wamekuja huko wamechoka, anasema hebu niletee Biblia yangu nitafute usingizi hapa. Kwa hiyo neno la Mungu utafutie usingizi? Are you serious? Uwe makini, yani ufuatilie, kwa sababu pale Roho Mtakatifu ndio atakaye kuongoza. Kwa hiyo na kuna wengine hawasomi, hawataki kusoma. Eti wanachukua ile Biblia na lalia hivi. Eti sijui ndio mapepo ya nini. Hakuna kitu. Yaani soma neno la Mungu likae ndani yako kwa utaratibu. Bora hata wewe unasoma hivi siku mbili, yani hivi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu alisema Yesu mwenyewe pale Yohana 8:12 alisema basi Yesu akawaambia mimi ni nuru ya ulimwengu huu. Yeyote atakayenifuata mimi hatokaa gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo kuna nuru ya uzima pale. Haleluya. Basi nashukuru. Mwisho kabisa nitaka kusemaje? Kuna mambo
neno la Mungu, msaada wa Roho Mtakatifu. Basi siku nyingine nitaongea kwa sababu kuna mambo mengi nataka kusema mpaka nimechanganyikiwa. Naomba mpokee hiyo kwa kweli. Msamaha, tusome neno la Mungu. Amen. Tukiwa na akili timamu. Sio Biblia kuilalia hivi. Ya tatu nimekumbuka. Zile pale brochure zile. Jamani, naomba mtembee nazo. Mimi nazunguka nazo kuanzia za 17. Na juzi nimepata zingine. Siku moja tumeenda Mozambiki. Ile hoteli tulipofikia tulikuwa watu 5. Mimi natembea nazo zangu. Wale jamaa 4 wote wamenyolewa nywele. Alafu kule wananyoa kihuni kweli, yani wananyoa hapa kanjia paka huku. Alafu ni wageni. Mimi ndio sikunyolewa peke yangu. Nikaambia nazo sira zangu hizi hapa. Mtu akitaka kuninyoa nywele kwanza mnyoe Yesu, ndio naamini. Amen. Haleluya. Asante sana, sikiliza ushuhuda wako kaka, na Mungu akubariki. Kanisa, tuongeze makofi ya utukufu kwa ajili ya Bwana Yesu. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.